Habari vipi mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni HT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati kila saa mara tu baada ya kuhapa ni wakati mwingine sasa tunakutana hapa kukujuza wewe kile ambacho tumekipata na kukuletea mwanafamilia ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo, hasa katika wakati huu ambapo kila timu inajiweka na kujizatiti katika hatua za usajili mnamo mwa dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa mapema sana ya mwezi mwishoni mwa mwezi wa 5 huu. Dirisha usajili litakapofunguliwa unaambiwa kwamba maingizo tofauti na yanaendelea kuwekwa hadharani. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo kwa siku ya jana imeweza kutikisa sana katika mitandao ya kijamii, hasa katika hafla ambayo ilifanywa na uongozi wa klabu ya Young Africans huko Zanzibar. Moja kati ya taarifa ambayo ilitolewa na msemaji wa klabu hiyo ya Young Africans bwana Ally Shabani Kamwe, wakati akizungumzia issue ya mechi ambayo itachezwa huko tarehe 27 ya mwezi wa 7 katika uwanja wa New Amaan Complex, ambapo unaambiwa malegend wa soka wa nchini Brazil watakuja kucheza na malegend wa Tanzania, mechi ambayo Young Africans pia wamesema watakuwa miongoni mwa taasisi ambazo zitakuwa zina promote pambano hilo. Unaambiwa kwamba katika mazungumzo ya msemaji huyo aliweza kusema kwamba siku hiyo ndio siku ambayo watatambulisha kiungo mshambuliaji ambaye wamemsajili, siku wakimtambulisha Ronaldinho Gaucho katika mchezo huo, basi unaambiwa siku hiyo pia watamtambulisha kiungo mshambuliaji mpya ambaye wamemsajili. Na tayari taarifa za kina kabisa na za kuaminika kutoka ndani ya uongozi wa Young Africans tayari zimeshatufikia katika meza yetu ya taarifa. Kwa hiyo ni wakati wako kujua ni nani aliyesajiliwa bana. Kabla hatujaiangalia taarifa hii kwa undani zaidi, ni kukaribisha kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usahau ku comment na kushare kwa watu wengine ili uweze kujua kuwa chimbo la michezo lilobaki ni moja tu hapa nchini Tanzania. Ni wakati wako sasa pia kuhakikisha una drop comment yako hapo ili kuhakikisha kwamba tunapatana kwa uzuri kwa wewe mwanafamilia ambaye umetenga muda wako kuzitazama taarifa hizi ambazo zinaendelea kuhappen kunako mitandao ya kijamii. Taarifa kubwa ambayo tumeamua tukuletee, unaambiwa kwamba klabu ya Young Africans tayari wameshakwisha kukamilisha usajili wa kiungo wakati kutoka ASEC Mimosas Komiso Abdul Abbas Maiga. Ni kwamba Young Africans imeshakamilisha taratibu zote za kushirikiana na wakala wa mchezaji huyo. Hivyo katika msimu ujao wa 25-26 kiungo huyo atakuwa tayari kuchezea klabu ya Young Africans na atakuwa sehemu ya timu hiyo, tishio na timu bora bara Afrika. Kiungo huyo raia wa Ivory Coast, Association Sportive de Saint Etienne. Huu usajili utakuwa ni mkubwa kwa upande wa klabu ya Young Africans ambao wanaendelea kujizatiti katika kuhakikisha kwamba wanatengeneza kikosi ambacho kitakuwa bora na kitakuwa tishio katika hatua ya klabu bingwa bara Afrika, ambapo tayari wameshakwisha kutinga hatua hiyo ya hatua ya kucheza ligi ya mabingwa bara Afrika kutokana na pointi zao 70 kama zitabaki hivyo. Na kwa taarifa tulizonazo, huenda mchezo wa dabi ukafanyika, Young Africans huenda wakakubali kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Endapo atacheza basi unaona kabisa kwamba tayari kwa pointi alizonazo zinamfanya na zinamhakikishia kucheza kunako ligi ya mabingwa bara Afrika. Lakini kwa taarifa nyingine kubwa zaidi ambayo pia imetufikia katika meza yetu ya habari ni kwamba Young Africans kwa sasa wako kwenye mazungumzo ya siri na kukamilisha dili la beki wakati wa TP Mazembe Ibrahim Keita. Keita ambaye pia ni raia wa Mauritania amekataa kuongeza mkataba mpya na TP Mazembe. Mkataba wake unaisha katika mwezi huu tarehe 30 ya mwaka 2025 Juni hii, ambapo pia taarifa zinaeleza kuwa tayari kulikuwa na kikao cha awali kati ya Engineer Said la
pia na mchezaji huyo, lakini bado hakuna taarifa mbaya rasmi zilizotolewa kutokana na kikao hicho. Kwa hiyo ni kwamba mazungumzo ambayo yalifanyika kati ya mchezaji huu na Engineer Said, unaona kabisa kwamba tayari hatua za awali zimeshaanza kukamilishwa ili kuhakikisha dili hili linakamilika na mwamba huyu anakuja kuchukua nafasi kunako kikosi hiko cha Young Africans. Ikumbuke kwamba moja kati ya taarifa ambazo zilikuwa zinaenea kunako klabu ya Young Africans ni kutokana na kwamba uwepo wa Yao Kwasi Artola hauridhishi na hautoshi kumbakisha na kutomletea mbadala wake. Kwa hiyo beki huyu ambaye anakuja atakuja kuchukua nafasi ya Yao Kwasi Artola kutokana na kwamba Yao Kwasi Artola mwenendo wake umekuwa so mzuri kunako klabu hiyo ya Young Africans. Kwa sasa taarifa tulizonazo za kuameka kabisa na za ndani kabisa naambiwa kwamba Ibrahim Keita raia wa Mauritania yupo tayari na kujiunga na machampions hao wa Young Africans ili kuhakikisha kwamba anaongeza nguvu katika safu hiyo ya ulinzi hapo kunako kikosi hiko cha Young Africans. Bana, taarifa nyingi za sajili bado tunazo hapa na tunaendelea kukuletea. Nikwambie tu kwamba nikukaribishe kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, basi hii hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati, kila saa mara tu baada ya kuhappen. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, moja kati ya taarifa ambazo zilizunguka sana kunako mitandao ya kijamii zikimuonyesha kocha aliyekuwa kocha wa Wydad Athletic Casablanca Laurent Mokwena kuwepo miongoni mwa makocha ambao wanatajwa na klabu ya Young Africans kwamba huenda watachukua mikoba ya Merodi Hamdi. Bana, taarifa kamili ni kwamba Yanga wamewasiliana na kambi ya mawakala wanaomsimamia kocha Laurent Mokwena, na taarifa njema ni kwamba mpaka sasa Laurent Mokwena ndiye kinara katika orodha ya makocha wanaodaiwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans kuelekea msimu ujao. Yanga wapo kwenye mazungumzo ya kina na kocha huyo wa zamani wa vilabu kama Mamelodi Sundowns pamoja na Wydad Athletic Casablanca, Laurent Mokwena, ambaye pia ameonyesha nia ya kujiunga na machampions hao na kuhakikisha anawafikisha katika nchi ya hadi. Ikumbuke kwamba moja kati ya nchi ambazo Laurent Mokwena alizipendekeza kunako machaguo yake, alisema atajisikia furaha na atajisikia na amani pia kuwa sehemu ya technical bench katika klabu moja hapa Tanzania, na moja kati ya timu ambayo inatajwa kuwa ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinatajwa kuwa vitamchukua kocha huyu ni pamoja na klabu ya Young Africans ambayo huenda wakaachana na kocha wao Merodi Hamdi ambaye alikuja kumalizia msimu huu na kuhakikisha kwamba anawabakisha katika nafasi za juu zaidi na kupelekea kushiriki mashindano ya juu zaidi kwa maana ya mashindano ya CAF, ambapo tayari Young Africans kwa pointi ambazo walizonazo mpaka sasa pointi 73 zinawabakisha katika level hiyo ya kushiriki mashindano hayo ya klabu bingwa bara Afrika. Bana, kwa taarifa zingine na tetesi za sajili endelea kutupata katika Instagram yetu kwa jina la HNT_media_tz. Hapa tuweza kupata taarifa za michezo na tetesi zote tutaendelea kuzipata hapa. Endelea kubaki nasi ili tukupe taarifa zinazokuja katika updates zijazo. Bye bye.